imenyooka kabisa. Bwana Fadhili. Naam kaka. Inatajwa katika siku za hivi karibuni. Ndio. Hakuna dabi mlio upiga mwingi kwenye kiwango bora kama jana. Ni kweli? Ni kweli. Au maana kuna kushindana ile ya Kayoko. Hapana. Yaani jana sio fluku. Jana tulijipanga. Jana mliubonda. Unajua wakati tunajaribu kuboresha kikosi watu walikuwa watuelewi. Na istoshe kwa jana tulichokionyesha ni uwezo wa usajili tuliofanya. Bana hapo kwanza shikilia. Watu wa Yanga, watu wa Simba wanaanza na gia kwamba dirisha dogo lililipa. Na niliwahi kusema inawezekana timu ambayo ikawa inashukuru sana dirisha dogo muda ambao mlikuwa mmecheza michezo michache ni pamoja na Simba kabisa. Kwa sababu timu ndo kama ilikuwa timu ndo kama imesajiliwa Januari vile. Na Mungu mwema walikuwa wamecheza pia michezo michache ya ligi kabisa. Bwana, stories zetu hizi zinaanzia kwenye mchezo pekee wa ligi kuu soka Tanzania bara ambao ulichezwa hapo jana pale visiwani Zanzibar kwenye uwanja wa New Amani Complex. Mechi ambayo ilipigwa kuanzia majira ya 2:30 usiku, ambapo Young Africans ndio walikuwa wenyeji wa mnyama Simba, na mchezo huo ndani ya dakika 90 ukamalizika kwa matokeo ya 0-0 nyau, ikiwa ni kwa mara ya kwanza mchezo wa dabi unamalizika bila mshindi katika michezo 7 mfululizo ambayo imechezwa. Michezo 6 ya mwisho yote mshindi alikuwa anapatikana, ambapo Young Africans alishinda, lakini hapo jana kwa upande wa Simba wameweza kurekebisha na mchezo huo ukamalizika kwa suluhu ya 0-0. Ni mchezo ambao ulikuwa una matukio mengi kabisa ya kutosha ambayo tunakuja kuanza kuyachambua, lakini matokeo ya hapo jana yamefanya Young Africans endelee kusalia kileleni mwa msimamo wa ligi kuu wakiwa nafasi ya kwanza, wakiwa wamefikisha jumla ya alama 29 katika michezo 11 ambayo wamecheza, wakati mnyama Simba yupo nafasi ya 3 mara baada ya kupata alama ya hapo jana akiwa na jumla ya alama zake 24 katika michezo ambayo ameicheza, michezo 11, na hivyo kufanya tofauti kati ya Simba na Yanga kwenye msimamo wa ligi kuwa na tofauti ya alama 5 pekee, na timu zote zikiwa zimecheza michezo 11. Nsajigwa Senior, matokeo ya 0-0 ni matokeo ambayo mtaani ukisikia mashabiki ni vijue vya soka yaonekana kama ni matokeo ambayo hayakuwa fair, na hususani upande wa unyamani wao wanaamini yale sio matokeo ambayo walistahili. Game situation kwa mtu ambaye kutazama, ni kweli Simba alistahili kushinda mechi ya jana? Ni kweli alistahili kushinda. Na wanaolalamikia naelewa, na hata nikiona pia mashabiki wa Yanga akiongozwa na Alikamwe pia msemaji akifurahia kupata alama moja, naelewa kwa namna ambavyo mechi ilikuwa. Ni mechi ambayo unaweza kusema coach Steve Becker alifanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Unajua moja ya kitu ambacho huwa kinaisaidia Simba kwa hivi karibuni kuwa na watali kiwanjani ni pale ambapo wanakuwa na control ya mchezo. Control ya mchezo kwa maana kuwa na possession kubwa, lakini pia huwa na control ya matukio muhimu ya kimchezo. Sasa Becker eneo ambalo alifanikiwa la kwanza ni kwenye selection ya kikosi ambacho alikifanya. Tulikuwa na mjadala siku ya Jumamosi hapa namna gani ambavyo atatengeneza setup yake kwenye idara ya kiungo. Awe na pair ya kiungo ambayo imekamilika kwamba ina mkabaji na mpasiaji mzuri mmoja na playmaker mzuri. Becker alifanya hicho kitu. Tuliona mabadiliko kidogo. Alimweka bench Sulemani Mwalimu na tukaona akamuongeza Hassan Kante kwenye eneo la kiungo. Lengo la Steven Becker ni kuifanya timu ibalance kwenye nyakati zote. Ikiwa na mpira tunajua Hassan Kante ni mpasiaji mzuri, Unachama pia ni playmaker mzuri, lakini pia anaofa ubunifu kwa maana utengenezaji nafasi kwenye eneo la mwisho, lakini pia una Yusuf Kagoma ni mkabaji mzuri. Kwa hiyo ni timu ambayo imebalance. Hata pale ambapo Simba inakuwa haina mpira bado ulikuwa ukishambulia unakuta ina watu wengi kwenye eneo la katikati ya uwanja. Ile eneo la kwanza ambalo alifanikiwa. Lakini eneo la pili ni kupunguza uhatari wa Yanga. Yanga kwa hii misimu minne wametengeneza falsafa ya kiuchezaji. Watahitaji kuwa na mpira mguuni, wataanza ushambulizi kutoka nyuma, watahitaji control mechi eneo la katikati. Baada ya hapo sasa mipira ndio ipeke pembeni wakina Max na wengineo. Lakini jana Simba walikuwa na wastani mzuri wa ball recovery. Namna ambavyo walikuwa wanaweka pressure kwa beki wa Yanga, namna ambavyo eneo la katikati ya uwanja wao walikuwa na watu wengi sana, ilifanya Yanga washinde kuwa na control mchezo. Kwa hiyo hata uwezo wa Yanga kuwa na mpira hata kwa dakika 1 mpaka 2 hasa kipindi cha kwanza ulikuwa ni mdogo. Kupaka hapo wakati alishapunguza uhatari wa Yanga. Hadi kipindi cha kwanza kinamalizika, Simba ndio akawa ameutana mchezo kiasi kikubwa, ambacho kwa mesalia ni uwezo wake tu kuweza convert nafasi. Kipindi cha pili Yanga ukiangalia dabi zilizopita huwa anakuwa na performance kama ile kipindi cha kwanza. Lakini kipindi cha pili huwa kunakuwa na mabadiliko.
moja ya kitu ambacho jana kilimferisha, ulikuwa ukiangalia benchi la Yanga ulikuwa huoni nani ambaye anaenda kubadilisha mechi. Game changer. Ilikuwa huoni kabisa. Kwa sababu mechi za nyuma unakuta wameanza bench kuna Clement Mzize. Unajua ukimuinua Mzize anaweza akaofa kitu tofauti. Kwanza nishati atakayoitoa, lakini pia hata usahihi wa matendo. Lakini jana benchi ambao walikuwepo ambao walikuja kuwainua alikuwa ni Buba pamoja na Alan Okero, ambao ukiangalia hawakuweza kubadilisha kitu cha tofauti. Kwa bado Simba akaendelea kuwa kwenye control ya mchezo. Kwa hiyo kwa kiasi kubwa matukio yote namna ambapo mechi ilikuwa, Simba alikuwa na mchezo mzuri sana, na mwalimu Steven Becker ndo ameweza kufanikiwa eneo ambalo aliweza kukwamisha ni kwenye uwezo wa wachezaji, sasa kwenye matumizi ya nafasi. Yes, endapo kulikuwa na usahihi wa matendo kwa baadhi ya nafasi ambazo alizitengeneza, maybe leo hii nilikuwa nazungumza wameweza kuondoka na ushindi. Yes, na Alikamwe yeye anasema watu ambao wanapaswa au watakuwa wamejilaumu kuondoka na alama moja hapo jana ni Simba, kwa sababu walifanya mambo mengi ili kushinda huo mchezo, lakini kwao Young Africans ambao ndio walikuwa wenyeji wa mchezo, hiyo alama moja muhimu wakubwa katika nyakati ngumu, mchezo mkubwa, tumeweza kuwa na goalkeeper mzuri, tumeokota alama moja. Ndivyo bingwa anapocheza katika situation ngumu, tumeweza kupata point, maisha yanaendelea. Ligi bado, mechi bado nyingi, lakini kwa leo tunasema alhamdulillah. Amedeserve kwa sababu hachukua katika kiwango bora kwenye pitch, na wenzetu walikuwa bora. Hapo unahitaji goalkeeper bora kuweza kusaidia timu. Ndio maana Diarra amefanya kazi yake leo. Simba walikuja leo na kila kitu. Hivi mnajua kama walipita mlango huu wa VVIP mara ya kwanza duniani. Simba wamepita VVIP. Wamevunja hapa, wameingia ndani. Maana yake watu wao walidhamiria kila kitu kwa ajili ya kufuta uteja. Haijakuwa bahati kwao kupata pointi moja, imekuwa bahati kwetu kwa tulivyocheza kupata pointi moja. Alhamdulillah, ligi inaendelea. Katika nyakati ngumu hauchezi vizuri, unahitaji wachezaji wako wakubwa kukusaidia kwenye pita. Sio Pakome, usizungumze Pakome, zungumza mpira. Lazima kwa tutoe credit, wamecheza vizuri. Ya kwanza tutoe pongezi, wamecheza vizuri. Ndio la kwanza. Ndio mpira, wamecheza vizuri. Walikuwa na nafasi ya kushinda mechi. Tulikuwa na mchezaji mkubwa golini Diarra ametusaidia, tumetoka na pointi moja. Basi ndio mpira. Huyu Diarra hajaletwa hapo katanyanya, ameletwa kukudaka katika mechi kama hizi. Kwa hiyo amedaka leo, kafanya kazi yake. Yes, thamani ya Djigui Diarra ndio ambayo Alikamwe anaisisitiza hapo kwamba sababu ya wao kumsajili na kuendelea kumpambania ni pamoja na moment kama za jana. Kila kitu kikiwa kimegoma, basi una mchezaji ambaye ana step up na anakupa utofauti. Ukimsikia Alikamwe ni kama amenyoosha mikono na ni mtu ambaye anazungumza kwamba Simba walikuwa bora. Wakati mmefanya usajili, mnapiga story zenu hapa wana Simba. Kwa sababu Simba mara baada ya mechi ya jana, Simba sasa na mechi 8 mfululizo hajapoteza. Ingawa jana ilikuwa ni sare ya 4 katika mfululizo huu wa michezo 8. Shinda 4, sare 8. Na mliambiwa kama mmesajili vizuri, kipimo chenu kilikuwa match moss. Yes. Picha ya jana, performance mlioionyesha mpaka Alikamwe anakubali. Fadhili unasema sasa kipimo kipo fresh na almanusura kipimo kishindwe kuwapima. Unajua wakati nakuja kwenye kipindi nimekuta kuna mtu mmoja amekutumia message ikasema je, kwamba Simba haiwezi kwa marefari hawa Simba haiwezi kushinda. Mimi nataka niulize swali. Nitaka nianze wewe niulize, kwani Simba sisi ni kwamba hatuna haki ya kuifunga Yanga ama haiwezekani? Yaani maana yangu ni kwamba matukio yamezidi kuwa mengi, tukionekana sisi kwenye mchezo wa dabi kuna namna hatupewi, yani kuna namna hizo advantage ziko kwetu. Nikimaanisha nini? Mfano story ni nyingi, goli sio goli au nini. Yaani kiangalia mechi ya Ngao ya Jamii, goli ilivyopatikana, uncertainty zilikuwa nyingi. Yaani sintofahamu mpaka goli linapatikana zilikuwa nyingi. Malalamiko walikuwa mengi kwa wachezaji wa Simba plus goalkeeper wa kipindi kile. Lakini still referee aliamua mpira kati. Jana hata kama kulikuwa kuna excuse yoyote, lakini watu tuliamini kwamba kama yale yanaweza kufanyika kwa Yanga, Simba pia yanaweza kufanyika. Lakini bado tulikuwa denied. Kwa hiyo mwisho wa siku kuna namna tunajiuliza, labda kwa hii muda wa sasa hivi Simba haina haki ya kuifunga Yanga katika mazingira yote. Naamini mnaonewa Kiasi fulani, yani sio asilimia zote, kiasi fulani. Hilo ndio swali ambalo mimi ningeanza nalo. Lakini tukija kwenye ubora wa timu ambao pia ndugu yangu hapa akasema sajili kauzungumza. Usajili wa Debasege, usajili wa Anicet Aura, ingizo la Loemba, Kibabake, ingizo la Loemba, kumrudisha Triple C. Watu walibeza sana. Kuna baadhi ya watu wakasema kwamba uwezo wao bado wa kawaida ni wa kuifunga Dodoma na watu wengine au timu nyingine. Lakini jana thamani, umetuma statement. Yes, thamani ya usajili wetu wa dirisha dogo
umeprove jana. Jana Le Basege aliamua kumpima umri ndugu yetu pale. Kwamba mimi na wewe are we compatible, umri ni sawa, tunaenda sawa. Akaamua kusanya Zimbwe, kusanya Baka, wote si twende kama safari tunafika wote. Tuliona. Kwa mimi kimsingi nasifia mbinu za Baka. Steve Baka kocha wetu amejaribu kupambanua kikosi chake, aanze na nani, sabu nani yupo, nani leo atacheza, nani leo hatocheza. Hakuna mwana Simba atakayekaa hapa na kulaumu tulivyoanza ule mchezo. Lakini labda kidogo nitasema Loemba ameamua sasa kutukaba sisi katika nafasi nyingine 2-3 za wazi kabisa. Utulivu. Yaani utulivu ulikuwa unakosekana kwa yule ndugu yetu. Lakini pia tumlaumu kwa sababu ni dabi yake ya kwanza. Kuna namna anajifunza. Kwa hiyo so far mpaka sasa hivi Simba kama ilivyo ni timu ambayo kwenye progress period. Niliwaambia watu nitumia statement moja, sisi tunaendelea kupona against Yanga. Tulianza 5, zikaja 2, imekuja 1, alafu imekuja bila. Kwa kituo kinachofuata tuko sawa. Ninyi mnashinda. Tunafanyaje sasa? Ni mwezi Mei tu. Wala sio mbali kwa sababu tukiangalia istoshe kuongezea tu hapo ni kwamba walianza na tunasema wanasema mfululizo 6. Ingekuwa ya 7 tungeweza kupigwa makawiki. Hapa mjini tusingeishi. Lakini sasa mji umetulia kwa sababu jina mlikuwa mshaotea. Kabisa kwamba ikifika 7 ni mwaka wiki hiyo. Na masimango yangezidi. Leo kwa mara ya kwanza tunakiri kwa pamoja Alikamwe kakosa masimango. Na Alikamwe kwa sababu ni mtu wa mpira. Inawezekana kuna muda kwa nafasi yako na heshima yako inabidi uone aibu uongee ukweli. Sasa alisema kabla nafikiri ndio hiki tulichokisikia. Kabla ya game alisema sisi yani yeye ndo bingwa masimango, ameisimanga Simba vya kutosha. Sasa nikategemea jana kuja na masimango mengine lakini jana amesanda. Yes, na kuhusiana na performance ya Simba na kile ambacho wamekionyesha jana, performance ambayo imezua gumzo kwa aina ya performance ambayo ameweza kuionyesha hapo jana. Kwa upande wa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Crescentius Magoli, yeye pia amezungumza kuhusiana na timu kwamba ipo kwenye progress, timu ni nzuri, wamesajili, wameonyesha na watu watarajia makubwa zaidi kutoka kwenye hii timu. Lakini pia vile vile amezungumzia goli ambalo lilifungwa lakini likakataliwa kuwa ni offside, na ndilo eneo ambalo pia atakuja kutuanzishia mwendo kuja kutazama baadhi ya matukio katika mchezo hapo jana. Crescentius Magoli ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya klabu ya Simba. Bado tunatengeneza timu, itazidi kuwa nzuri. Mechi ilikuwa nzuri, tumecheza vizuri. Tumeathirika na joto kidogo. Unajua Dodoma tumecheza usiku kwenye baridi na upepo sana. Alafu ghafla tumekuja kucheza kwenye joto kubwa. Kwa hiyo kidogo hii imetuathiri, lakini tumemanage game vizuri, tumecheza vizuri. Goli tumefunga lile ni goli halali. Mwamuzi aligafilika, mwamuzi namba 1, msaidizi namba 1. Basi ndio mpira. Lakini picha za marudio kiangalia, Selemani wakati mpira unapigwa alisharudi, tena alichukua muda kurudi na akapiga kichwa, ukabounce goli kwa mtoka akafunga. Kwa hiyo ni goli halali. Unajua timu inazidi kuimprove. Wachezaji wameanza Januari pamoja na wachezaji wengi. Kwa mfano kikosi cha kwanza wameingia mpaka 7 wapi ambao hawakuepo. Katika wachezaji 11 ukiona wachezaji 7 ni kama timu mpya. Kwa hiyo tutegemee timu hii kuwa nzuri zaidi kadri siku zinavyoendelea. Sisi bana, unajua hapakuwa na sababu ya kuleta dabi. Hapakuwa na sababu. Haukuiona mwenyewe? Haikuwa sababu. Kwa sababu zile mashindano ya Qur'ani yameisha mapema tu. Sasa baishamaliza. Mpira unachezwa saa 2:30 usiku. Ilikuwa mna sababu ya kuhamisha mpira. Lakini pengine wenzetu walikuwa na mipango yao na sisi tulishangaa. Wanaita si Guantanamo usiku kitu gani? Tulishangaa kabisa. Na jana tulikwenda kwenye vyumba vile ilikuwa havina yale matundu. Tukatolewa wote hapa, wachezaji wote watoke vikafungwa. Sasa leo tunakuja kuangalia tunakuta matundu makubwa sana. Sasa sijui wameingia saa ngapi kutoboa. Hata wenye uwanja wenyewe wanashangaa. Hiki ni kitu gani? Sasa usalama tukamwambia bench commissioner, sasa humu hatujui hata tukiwa tunacheza nani anaweza kuingiza vitu humu, hewa chochote kile. Kwa hiyo hatuwezi kukaa. Kwa hiyo ndio tukakaa kwenye media room. Kwa kweli inabidi uchunguzi ufanyike. Uwanja huu na CCTV kamera, uchunguzi ufanyike. Nani aliingia kule, walitoboaje, ilikuwaje, wanaharibu mali ya umma, wafanye uchunguzi kwa kweli. Hatuwezi chukuliwa. Haikutoa mchezoni. Hatutoa mchezoni. Kwa sababu ukishaona hivyo unajua kama mapambano ni makali, kwa hiyo unajiimarisha zaidi. Bana, yes, ni Crescentius Magoli, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi klabu ya Simba, akizungumza kuhusiana na timu namna ambavyo imecheza hapo jana. Kazungumzia kikosi, lakini situation yenyewe ya mchezo wa dabi ulikuwa na mambo mengi sana. Naamini kwamba game haikustahili hata kupelekwa kule. Sadigwa, kwa upande wa Simba wanachokichambua sasa ni wao kukosa haki, kwamba timu ilicheza vizuri, wachezaji wameonyesha timu ni nzuri, lakini hii game ilikuwa inaheka kabla hata haya mambo ya waamuzi. Ndio maana wana Simba wanaamini ni kama kuna eneo wao wamefinywa. Jumamosi usiku tulikuwa tunaona matukio kwenye mitandao. Simba wanataka
funguo ya chumba chao wamegomewa hatu wapi. Tumeamka asubuhi namuona Big Brother Abu Silia ambaye ndio kamishna wa mchezo. Anakagua, anaonyeshwa matundu, uwanja umetobolewa. Jamani, uwanja umefanywa marekebisho, mnatoboa tena. Uwanja umetobolewa. Na Simba wanalalamikia, ukija kuna waamuzi. Ni mechi ambayo ukimsikia Magoli ni anachambua kwamba heka zilikuwa nyingi sana, kama zilikuwa against wao. Heka za nje ya uwanja ni kawaida, huwa zinatokea sana kwenye michezo ya dabi. Na hizo kwangu mimi siwezi kuzihusisha moja kwa moja na matokeo ya mchezo, japokuwa wao wenyewe wakikaa huko wanaelewa vitu gani ambavyo vinatokea na si matukio mageni. Nadhani matukio ambayo kwangu mimi yana asili ya moja kwa moja kwenye matokeo ya mchezo ni yale ambayo yametokea uwanjani, kwa sababu hata mwenyewe mwishoni hapa amesema kwamba yale hakuwatoa mchezoni. Maana yake ni vitu ambavyo kwenye michezo mikubwa kama hii ya dabi mara nyingi huwa wanakutana navyo kwenye uwanjani, labda pale na pale penyewe kwenye matukio ya uwanjani. Sema ambao waamuzi wangu mimi naona kidogo walikuwa na makosa ni wale wasaidizi. Yes, line 1 na line 2. Line 1 na line 2. Line 2 ana matukio yake kama matatu hivi. Line 2 ana la Dube, ana la Loemba. Yes, na lingine ilikuwa ni Loemba mawili. Kuna Loemba mawili. Ambayo yote aliita offside. Yote aliita offside, lakini baada ya marejeo kulikuwa amna offside. Off line 1 ana Kasimpanga na ile la goal ya. Na ambacho kimenishtua kwa Kasimpanga, sijui ni nini alikuwa anafikiria. Unajua wakati cross inapigwa na Anset Ura, hadi muda ambao Selemani Mwalimu anaenda kupiga ile mpira kichwa, hakuweza kuonesha imani offside. Cha ajabu, baada ya Djigui Diarra kufanya save ule mpira wa pili, wakati Selemani anapiga ndo akaja kuonesha offside. Sasa inashangaza hao kama mtu ambaye anufaika na rebound, yeye mwenyewe alicheza ile mpira na hiyo offside. Kwa ni hilo ndo eneo kwa kesi kubwa ambalo Kasimpanga aliweza kufanya makosa. Na ukitazama kwenye matukio haya ya offside, hasa kama kwa sababu la Dube move haikuisha. Ya Loemba pia Diarra alifanya save, si ndio? Ukija hili la Selemani Mwalimu ndilo linalozungumza, sababu tunatoja sema mbona mzungumzi mengine, ili kwa sababu ni shambulizi ambalo build up yake iliisha na mwisho wake ikaenda kuwa goli, ikazaa goli. Sasa muamuzi kwenye kuja na kusema kwamba ni offside linakuwa lina debate kubwa kuliko la Dube au lile la Loemba, kwa sababu la Dube alikumalizika, yani ile build up yake haikumalizika. La Loemba Djigui Diarra alifanya save. Kwa hiyo hili linapata uhalali wa kuzungumzwa kwa sababu liliisha. Of course tukijaribu kutazama waamuzi wasaidizi ndio ambao jana walitengeneza mazingira magumu, hasa kwenye maamuzi ya matukio ya offside. Ambapo ni kweli kwa sasa duniani hata VAR inatumika kwenye matukio mengi sana ya offside. Jana kuna haja ya kusema ilikuwa ni makosa ya kibinadamu au ulikuwa ni uzembe au makusudi. Kwenye makosa aliyofanya line 2. Na line 2. Makosa matukio matatu. Matukio matatu yale kwenye ubinadamu naweza nikakubali kwamba ilikuwa makosa ya kibinadamu.